Ile siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu, siku ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2025, kuhusiana na maonyesho yanayofanyika kila mwaka katika viwanja vya Mwahako. Ni hii hapa niko naye mzungumzaji atueleze maandalizi ya mwaka huu yakoje, pengine tofauti na mwaka jana. Mimi naitwa Rashid Mwanyoka, mwenyekiti wa chemba ya biashara, viwanda na kilimo mkoa wa Tanga, au TCCIA kwa ufupi. Tuko maonyesho ya msimu wa ngapi? Huu ni msimu wa 12 wa maonyesho haya tunayofanya sehemu hii ya Mwahako. Okay, tukizungumzia maonyesho haya mpaka sasa, kwanza tuzungumzie sehemu ya mabadiliko. Yaani kuna mabadiliko gani ya mwaka jana na mwaka huu? Mabadiliko makubwa ambayo tumeyafanya ni kuhakikisha kwamba safari hii mjasiriamali anashika bendera. Kama tuliposimama hapa banda lote ili mmeliona limejaa wajasiriamali kutoka Pemba, kutoka Zanzibar, kutoka Mbeya, kutoka Mwanza, wajasiriamali kutoka maeneo mengi tu ya Tanzania wako hapa safari hii. Maonyesho haya yamekuwa na faida kubwa. Moja ni kwamba wafanyabiashara wanafahamiana. Sisi pamoja tunatoa barua za wito kuja kwenye maonyesho, lakini wenyewe kwa wenyewe wanapigiana simu. Kwa maonyesho haya na kalenda. Tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2025 au tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wote mpaka tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka wote. Kalenda inaonyesha kabisa ambao ni ya TanTrade, mamlaka ya biashara ambayo yanasimamiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara. Wanaangalia kabisa kwamba tuko kwenye kalenda. Kwa hiyo tarehe 28 mwezi wa 5 huwezi kukuta maonyesho mengine tarehe hiyo. Kwa hiyo yenyewe inatusimamisha kama tunafahamika katika maonyesho haya. Wafanyabiashara watafahamiana, wafanyabiashara watakutana wenyewe kwa wenyewe kubadilishana taarifa zao za biashara. Inaitwa B2B, business to business. Wana eneo kabisa limetengwa kwa ajili ya wao kukutana na kuweza kubadilishana taarifa zao za biashara. Pia maonyesho haya yana mvuto mwingine kwamba kama nilivyotaja pale awali, wajasiriamali ni wengi kuliko miaka yote. Ina maana maonyesho ya Tanga yameshatambulika nchi nzima sasa, kwamba mtu hajatoka na vifunga na bidhaa zake toka Bukoba, anajua nikifika Tanga nitauza, nikifika Tanga nitakutana na wenzangu wa kuachia wakala. Kwa hiyo tayari yameshaleta mvuto tofauti na miaka yote. Una la kuweza kuongeza zaidi ambalo ungetamani kulizungumza? La kuweza kuongeza ni kwamba wale ambao wako majumbani, hasa Tanga kwetu hapa tulipo, basi waje kwenye maonyesho haya ambayo yameanza tarehe 28 leo mwezi wa 5 mpaka tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu. Maonyesho haya yatakuwa na wanyama pia. Wanyama watakuwepo kuanzia tarehe 30, tutakuwa na wanyama. Kwa hiyo jamani, wenzetu wa Tanga, karibuni sana, mfurahie maonyesho yenu ambao yako na sura tofauti mwaka huu kuliko sura ambazo mmezoea miaka iliyopita. Asanteni sana. Na mtazamaji, bila shaka mengi mazuri umeweza kuyapata, umeweza kuyangamua kutoka hapa katika viwanja vya maonyesho Mwahako maarufu jijini Tanga nchini Tanzania. Kuhusiana na kile kinachoendelea hapa, tutazidi kufahamisha mwanzo mpaka mwisho ndani ya siku 10 takriban. Watu wote watakuwa eneo hili. Fanya biashara kwako ni fursa, lakini wewe ambaye uko nyumbani ni fursa kuja kujionea kila ambacho kinachoendelea katika maeneo haya. Baki na mimi, naitwa Nasir na hii ndio Five Brothers Media. Kwa jina naitwa Selena Kelvin. Tunatokea Women Choice Industries. Tunajishughulisha na masuala ya taulo za kike, Salama Pad. Kilichotufanya sisi turudi tena kwenye maonyesho, kwanza tukija kuna faida nyingi ambazo tunakumbana nazo, kwa sababu tunakuwa labda tukiwa kule ofisini hakuna anayetujua, lakini nitakapokuja maonyesho kuna watu wanatoka sehemu mbalimbali. Mtu alikuwa hajui kwamba Salama Pad nitaipata wapi, lakini akija kwenye maonyesho atanikuta, atajua kwamba Salama Pad inapatikana wapi. Na Salama Pad inapatikana mkoa wa Tanga. Kwa mwingine anaweza kaa anajua, anaiona labda Salama Pad, lakini hajui kwamba inapatikana wapi. Hajui kwamba Tanga au zinatoka nje, kumbe tuko hapa Tanzania. Mimi napenda kuwakaribisha wasichana wenzangu, akina mama, wasiogope, waje wajifunze, waje waijue kuitumia Salama Pad. Ni pedi nzuri sana. Naitwa Halija Hussein Ismail, ni mkazi wa Pemba, tunatokea
Zanzibar. Tumekuja kwenye maonesho kwa ajili ya kuonesha bidhaa zetu. Kimekusukuma nini zaidi ukaona ufungashe biashara yako hii ambayo unayotizama hapa mpaka kuja Tanga? Kimekusukuma nini zaidi? Kimenisukuma, mimi ni mfanyabiashara na biashara mdogo mdogo, napenda kujitangaza katika biashara yangu ili watu wengi wanifahamu.